Mpenzi mtazamaji wa Gurudumu la Michezo, kama kawaida sisi tunazidi kukuletea michezo mbalimbali, lakini leo niko hapa maeneo ya Dodoma, karibia na maeneo ya Majengo. Hapa niko na wadau ambao wanajihusisha na shughuli zao mbalimbali za kila siku kuhusu swala la kimaendeleo na kuingiza kipato. Hivyo basi lengo na mazumuni ya kipindi hichi ni kwa nini timu zetu kubwa imekuwa ni tishio na gumzo sana katika mitandao ya kijamii, hususan katika kipindi hichi ambacho tuko nacho. Mara ya kwanza mechi ya dabi ya Kariakoo iliweza kuahirishwa tarehe 8, ikasemekana kwamba Yanga wameweza kuzuia lile geti Simba asiweze kuingia katika mchezo. Na safari hii TFF wameweza kutoa pia tamko rasmi kwamba mchezo utachezwa tarehe 15, lakini Yanga bado wameendelea kubaki pale pale na ile kauli yake. Je, ndio mpira unavyotakiwa kuwa hivyo? Kesi ilikataliwa ina mashiko yote wala vina vya kuja kuishtaki nini TFF. Na jinsi wenyewe kule walienda kuishtaki sio Simba. Walichoenda ni kuishtaki ni bodi ya ligi, na jinsi walichofanya wakafukuzwa mpaka wadukushije barua zao. Ni jinsi kesi haina mashiko wala haina vina kumshtaki wa kuishtaki bodi, ikae pale hivi. Kwa wenyewe walivyorudishwa na wenyewe bodi akachukua msimamo bana, hii mechi ni apangeni na mnyamalize. Na yeye alivyopanga tarehe 15 ichezwe mechi. Kwa hiyo wewe unaona Yanga wenyewe wako kwenye msimamo ambao ni sahihi? Usahihi sijaona. Kwa hiyo inabidi wapeleke mechi tu. Kwa hiyo inabidi upeleke mechi kwa sababu mkopo usahihi kule ikikubaliwa kesi. Kwa sababu kule kesi kataliwa haina mashiko. Sasa kama mlifukuzwa kule na mkakubaliana mkakurudia nyumbani na bodi ya ligi katuma barua kwenu na mkaipokea, na kwenye kupokea kani kesho yake mtokee mkasema maneno kama mchezi mechi. Kwa hiyo tatizo limeendelea kuwa ni sugu sana, maana sio mara ya kwanza sio mara ya pili watu kutokucheza mechi. Tumeona mara nyingi na kwa kuangalia tumeona vingi sana kama hivi. Ishakutokea mimi kwa umri wangu hapa hivi. Nimeshuhudia kama mimi mara ya pili. Ndio. Mara kwanza tumeshuhudia pale 2000 na ngapi na 10 na ngapi pale kujaga Yanga mpaka kwa shagadi wakaondoka kwa sababu ya kuzidisha nini? Kuzidisha muda tuliozidisha. Mnyama alizidisha tu. Alizidisha muda kwa kuzidi tu masaa mawili. Yanga kaondoka kwa shagadi. Kwa tumeona viboro kama hii inatokea kwa Simba Yanga. Kwani TFF tusije kufanya mpango wa hivyo check kawaisha na mechi. Jana tumeweza kuisikiliza kauli ya kiongozi ambao ni mbunge ambao ameweza kuisema, anasema mpaka mechi hizi mbili za Simba alizocheza zinaonesha ni dalili kubwa bado anaendelea kudebwa. Ni sawa kwa hicho kinachoendelea kuongelewa mtandaoni? Hiyo ni mtakaliko wa marefa mkubwa sana. Wala kusema sisi kusema wala siwezi kusema. Kwa sababu siwezi kujua na ule ni maamuzi. Kuna ofisa wa mechi na kamisa wa mechi. Wale wote wanashikilia mchezo na wanajua bana baada tutaongeza dakika ngapi wala tunafanyaje. Na mtakaliko mkubwa ni uone. Ni ule Simba ulicheza na Mashujaa. Unaitwa nani, unatokea pande zipi? Alikuwa Justini. Niko Majengo, Doa mpira. Mwana Yanga. Wewe ni timu ya Yanga. Kwa hichi ambacho tunachokiongelea hapa, wewe unaonaje, ni sahihi kutokupeleka timu uwanjani au ni sahihi? Ni sahihi kwa sababu sisi tunaamini wako juu. Wale viongozi wanashindwa kutoa majibu ambayo yako sahihi. Ndio. Kwa sababu ukiangalia mechi ya juzi, refa yule ambaye alitoa kadi ambayo sio sahihi, kadi kafutwa na karudishwa, hajafungiwa. Sasa unaona mpira unaharibika. Wewe kinachokufanya usipeleke timu uwanjani ni kuhusu mchezo wa juzi ile kutoa kadi nyingi, au ni kipi kinachokuogopesha usipeleke mechi? Bodi ya ligi ndio mnayolalamika. Sasa ni nini hasa kifanyike ili tuondokane na hizi hadha, ili mpira uendelee kuchezwa kama kawaida na mashabiki waendelee kufurahia? Wajiuzuru tu, watafute wengine. Uongozi unatakiwa ujiuzuru. Pigwe chini waweke wengine waje. Ndio mpira wa kibongo ende mbele. Ndio. Kwa sababu kama ndio wale watu walalamikia na mpira wa bongo hawezi kwenda mbele. Lakini ndio ameshatoa kauli kwamba mpira unatakiwa ucheze, wajatoa tu tamko la kesi. Sasa huwezi kumwambia mtu apeleke timu na kumwambia kwamba bwana kosa lako kitu ulichokipeleka kuna 1 2 3 ukumbuzi huu hapa. Unabisha au unakataa? Akishaona kwamba naye kashasikiliza ndio abishe kile kitu ambacho kashaambiwa. Hajaambiwa kitu, kaambia kacheze. Kitu alichokilalamikia hajajibiwa. Sasa hapo kuna nini? Ni haki Yanga kutokupeleka timu uwanjani? Si sawa. Mimi naitwa Hussein, kwanza kwa majina nijitambulishe, kutoka Majengo, fundi pikipiki hapo. Ndio. Sasa yani kwa msimamo wangu mimi ninavyoona, Yanga asipeleke timu uwanjani.
wanakuwa wanafeli vitu vidogo. Yaani hawezi kuchukua ubingwa bila kukamilisha kwanza nani. Wameshasema wapeleki. Nini sasa kifanyike? Huwezi kuchukua ubingwa bila dabi kucheza. Dabi lazima icheze ndio kabisa ubingwa. Ndio maana lakini inasemekana kwamba Yanga sasa hivi anakwepa pale, anamkwepa Mpanzu, ndio maneno yaliyotapakaa kwamba wanaogopa. Lazima waogope. Alafu na sasa hivi naona wenyewe wanaona wivu, watu tumeshafika mpaka finali, ndio tunakombe. Kwa hiyo hicho ni kusingizio. Yaani hivyo visingizio ambavyo visizokuwa na mbele wala nyuma. Ila najua tu Mpanzu siku game. Lazima hawaue. Kwa hiyo nyinyi Yanga, wana Simba, ni muda wowote, saa yoyote mechi mko tayari ipigwe. Hata leo akisema hata kesho sisi tunacheza. Kinachokufanya ujiamini haswa ni nini? Kikosi nakikubali. Kikosi nakikubali. Sio kwamba bado unaendelea kujenga timu. Ndio kama vile kinakamilika, lakini ni cha moto hicho. Yaani hata kishikiko wala kihusiki. Bana, mtazamaji wa Sheri Media, Yanga acheni hizo bana, pelekeni timu uwanjani bana. Hawa jamaa wasiwatishe. Pelekeni timu uwanjani, kwani kufungwa nini? Unakushinda ndio mchezo jinsi ulivyo. Kwa hiyo wewe uko tayari muda wowote, saa yoyote? Mimi muda wote, saa yote. Sisi kwa sababu tunajiamini, tunajikubali, kikosi chetu kipo vizuri. Unawashaurije watani wenu wa jadi? Watani wa jadi waache mbwambwambwa nyingi. Watulie waone mpira unavyoenda. Hapo sisi tunacheza kimataifa, sheria za mpira tunazijua, kanuni tunazielewa. Sio kama na wewe tunapia hatupendi hizo. Sisi bwana chezeni mpira uwanjani. Walete timu uwanjani. Walete timu uwanjani tucheze mpira. Dakika ziishe, mmoja apoteze, mwingine ashinde. Inavyotakiwa. Ikitokea mmepoteza mechi hii itakuwaje? Jambo la heri, sisi wote tunakubaliana matokeo tunayopata. Hatuwezi kuyapinga. Maana hili swala sio mara ya kwanza. Mara ya pili linajirudia. Ndio. Na hamna vitu vinavyoonyeshwa kwamba utovu wa nidhamu timu fulani inatozwa hivi inapokonywa pointi 3. Ndio maana watu wanacheza mpira kwa mazoea. Yanga ameendelea kung'ang'ania zile pointi 3 za TFF. Kwa nini hataki kuchukua zile pointi 3 za Simba? Yanga kama Yanga anataka kuchukua ubingwa kirahisi. Anataka kuchukua pointi 3, hajakamilisha mechi. Huwezi ukawa bingwa hujacheza mechi fulani. Sasa ni nini hasa kifanyike ili watu waendelee kupata burudani na waweze kuacha mpira wa mazoea? Au ni hizi timu zote kati ya Simba na Yanga, timu zote mbili kushushwa daraja? Itakuwa ni afueni ili waweze kujifunza zaidi? Hasa hapo ukishasema timu mbili kushushwa daraja kunakuwa hamna ligi. Kwa hiyo tuseme kwamba ligi ni ya Simba na Yanga. Ni ya Simba na Yanga. Kwani timu gani zinazocheza kimataifa? Lakini timu ziko nzuri tu zaidi na zaidi. Kwa sababu tumeweka ile uhalisia wa kuangalia tu Simba na Yanga. Tunaisahau huko Kagera Sugar, tunawasahau Dodoma Jiji. Ni timu ambazo zipo ni nzuri. Mimi nahisi kama Yanga na Simba wakishushwa daraja, kuna timu zingine zitakuja zitapanda zaidi. Hamna. Timu ndogo zinauza game. Timu ndogo zinauza sana game. Zinauza game sana, zinauza game. Kwa hiyo wewe unahisi nini kifanyike ili tuendelee kupata burudani, mashabiki? Mimi ninachoona kitu ambacho kifanyike. Iweke mikakati, sheria ngumu, umeelewa? Utovu wa nidhamu, timu fulani kifanya hivi, kama inapokonywa pointi 3 au inalipishwa faini. Na haiwezekani timu ikiwa mwenyeji au mgeni akifika kwenye uwanja wa fulani lazima akafanye kabla ya mechi akafanye mazoezi. Haiwezekani timu ikaenda uwanjani ikafanye mazoezi ikazuiliwa. Je, kwamba amebeba mbuzi na uthibitisho gani kama amebeba mbuzi? Bana, mimi nikushukuru sana mdau wangu. Asante pia. Kuna mwana Simba mmoja anasemaje? Yes, hapa. Anasema kwamba eti timu lazima ifanye mazoezi ndio ipige mechi. Juzi Simba wameenda kucheza mechi na JKT. Hawajafanya mazoezi, wazuiliwa na mechi wakacheza. Kwa hiyo naona JKT kwamba walikuwaje mpaka wakaamua kucheza nao. Alafu kingine dunia nzima kwenye soka la mpira mimi siye kuonaga dakika zikaongezwa nusu dakika ya kipindi, yani dakika 20, hadi kama dakika 20 zinaongezwa mjomba. Mpira huwa ni dakika 90. Wenda mpira kwa sababu wenyewe walikuwa wanalala sana. Kwa hiyo refa yeye alikuwa anaangalia time yake. Mjomba. Ina maana hata kama wangemaliza nusu saa bado angeongeza dakika hata 20. Mjomba, nisikilize, hata ulale vipi? Duniani kote, hata ulale vipi, ujilaze vipi? Ina maana kwamba mashujaa wanajilaza sana kuliko Waarabu. Mbona Waarabu wanalala sana? Lakini unaongeza dakika 7. Ndio. Yaani hamna zinaongeza dakika 8. Dakika 20 mjomba, ushakuona wapi? Hapo kingine wanasema tu Yanga anamuogopa Mpanzu. Mpanzu cheza peke yake.
Mbona juzi wanacheza na Mashujaa mpaka penalti zingine zinatoka, penalti ambazo zina uhalali, watu wanaweza kulalamika. Kwa nini wewe upeleke timu uwanjani? Ndio tatizo yangu mimi. Yaani shida yetu sisi wana Yanga, kwanza hatuna imani na TFF. Ndio cha kwanza, imani na TFF. Ndio kwa hiyo sisi ili tucheze, sisi hatuogopi kucheza. Wakitaka tucheze wajiuzuru. Kasema ili Yanga iweze kucheza lazima viongozi wa TFF muweze kujiuzuru, wataleta mechi uwanjani. Kwa hiyo hicho ndicho kiweze kufanyika tu, hakuna kingine. Kufanyike hicho. Hapo sasa wenyewe wana Simba wanaona tunaogopa Mpanzo, tulikuwa tunadhani kwamba TFF sisi. Yaani sisi lengo letu TFF. Kwa nini msicheze alafu ndo baadaye waweze kujiuzuru? Yaani kucheza, mjomba, nimeshakwambia hatuna imani na TFF.